Yuko bwana mmoja alikuwa na marafiki watatu. Rafiki yake wa kwanza alikuwa ni jamban bijambi, rukbatan birukba, aqrab alaqarib. Alikuwa ni rafiki wake wa karibu mno. La yamshi wala yakhutu khutwatan illa wa huwa ma'a. Yani hatembei, hapigi hatua isipokuwa yuko pamoja naye rafiki yake huyo. Na kuna rafiki yake mwingine ilikuwa ni rafiki yake kwa salamu tu, sadiqahu bisalam, yani rafiki yake kwa salamu tu, akikutana ndo wazungumze, vipi hali yako, mzima, mambo yanakwendaje, kila kitu, yani wasalamu tu. Mwingine bibaidi salam, ni rafiki yake yule wa salamu ya mbali, akimwona kwa kule, kwema, vizuri, yani kwa kule. Basi siku moja bwana huyu, fanazala alayhi alhukmu, ikamteremkia hukmu, na hukmu yake ilikuwa ni katika mahkamatul adl, mahkamatul aradin. Qadhi alqudha amemwita na akamwambia ya kwamba wewe, nataka nikuhukumu katika mambo fulani fulani, kwa hiyo tafuta wakili atakayekwenda kusimamia kesi yako hii. Yule bwana akitizama mawakili, nani? Akasema mimi sina wakili zaidi ya yule rafiki yangu kipenzi kweli kweli, yule ndo atakayekuwa wakili wangu. Akamfuata akamwambia, ya hadha laqad hakamani alqadhi, mimi qadhi amenihukumu fi amri kadha wa kadha, katika suala fulani na fulani. Anamwambia sasa, fahal tusaidni fi hadha al-amr waqa'a, hivi utanisaidia mimi katika hili jambo lililotokea? Utakwenda kwenye kiriri useme bwana, hukumu unayomhukumu haipo sahihi, usahihi wake uko hivi, kwa sababu wewe ni rafiki yangu, unanijua mwanzo mwisho wangu. Yule rafiki yake akamwambia, wallahi la akhuttu khutwati amshi ila almakani ghairu hadha almakan, anasema mimi siinui hatua yangu kwenda popote hapa hapa niliko, siondoki. Kesi yako, nenda kapapatue mwenyewe na kesi zako. Bwana yule akapigwa na butwaa kubwa sana, kwa sababu hajaamini ya kwamba mimi rafiki yangu anaweza kanifanyia hili. Lakini anamwambia yale, na ndicho alichokisikia. Faaisa ala nafsihi, yule bwana akakata tamaa kweli kwa rafiki yake yule. Basi akatoka akamfuata rafiki yake wa pili, akamwendea akamwambia, ya hadha, ewe bwana, laqad hakamani alqadhi ala amri fulan ibn fulan, ala amri fulan wa fulan, mimi limepata hukumu kutoka kwa hakimu juu ya jambo fulani na fulani. Fahal tastati'u an tawallani fi hadha al-amr, unaweza kuwa wakili wangu katika jambo hili? Yule bwana akamwambia, mimi nitatoka pamoja na wewe, saamshi wa tamshi, adhillu amshi tahta dhilali dhillika ila mahkam, nitatembea katika vivuli vyako mpaka katika hiyo mahkam. Walakin la adkhulu fi almahkama, lakini mimi katika hiyo mahkama sitaingia. La adkhulu fiha, kwenye mahkama sitaingia. Utaingia peke yako, utafanya jambo lako unalolitaka, lakini mimi kwenda kusimama pale nikasema nikutetee, hilo sio la kwangu. Yule bwana akakata tamaa na rafiki yake huyu wa salamu. Basi ikawa anatembea zake, ghafla akapishana na yule rafiki yake ambaye kana yusallimuhu bibaidin, akimsalimia huwa anamsalimia kwa mbali. Yule bwana faqtaraba minhu, akamkaribia akamwambia, limadha araka hazinan ya hadha, mbona nikukute unahuzunika ewe bwana, na hii si kawaida yako kukukuta hivi. Yule bwana akasema, laqad hakamani alqadhi ala amri fulan wa fulan, mimi hakimu amenihukumu katika suala fulani na fulani. Fahal tuwallini fi hadha al-amr, hivi utakuwa wali wangu, utakuwa wakili wangu katika jambo hili kunisaidia? Yule bwana akasema,
saakunu waziruka fi hadha al-amri muwakilun wa mutawajjihun ila al-hakim, mimi nitakuwa wakili, nitakuwa ndio msemaji, nitakuwa mtu bora katika kusema kile ambacho kinakusibu katika mambo. Kwa hiyo twende zetu kwa hakimu. Na kweli alipofika kwa hakimu alifanya mambo mazuri huyu bwana, na yule mwenzake ikawa ni sababu ya kuachiwa huru. Ulamaul mustanbituna walikitumia kisa hiki kuonyesha katika maisha ya mwanadamu na dunia yake, lakini pia tunaonyesha kwamba hawa ndio baadhi ya marafiki wengine ambao tuko nao. ikhtar karinaka wastafihi tafakhura innal karina ila almakarini yunsab wada'il kadhuba fala yakul laka sahiba innal kadhuba yashinu hurran yushab حذاري مصاحبة اللئيم فإنه يعدي كما يعدي صحيح الأجرب. Mmoja katika shairi alikuwa anasema ikhtar karinaka wastafi tafakhura, sio kila unayekaa nayo kaona kuwa ni rafiki, wengine ni marafiki wanafiki wazandiki, ila wanaishi na wewe. Sasa ikhtar karinaka wastafihi tafakhura, chagua bui wa kuandamana naye, wa kuishi naye vizuri. Innal karina ila almakarini yunsab, hakika rafiki kwa rafiki mwingine huwa wanakaribiana katika nasabu. Man jalasa janasa, yule utakayeandamana naye utafanana naye. Wada'il kadhuba fala yakun laka sahiba, waachi wale marafiki wa uongo, usiwafanye kuwa ni marafiki hao. Innal kadhuba yashinu hurran yushab, wanamfanya yule mtu huru kuwa mtumwa marafiki hawa wa kiaina hii, wa aina ya uongo. Hadhari, hadhari, kuwa na tahadhari kweli kweli. Masahabata al-laimi fa innahu yu'di kama yu'di sahihul ajrab, hakika hawa marafiki wabaya wanamtia uaduini rafiki mzuri kama vile utakavyoona kuni zinavyoungua kutokamana na moto. Chunga sana, si kila rafiki unaishi naye ni ndio yeye huyo rafiki. Yuko rafiki mmoja anamwambia uridu an akuna ma'aka fil janna, nataka kukutana na wewe peponi, hayya ila sala, twende ukasali. Lakini rafiki yake anamwambia wa ana uhibbu an akuna ma'aka fin nari khalidan fiha, na mimi pia nataka kuwa pamoja na wewe kule katika moto. Hayya ila almaasi, njoo katika maasi, njoo katika maasi. Hawa ni wawili tofauti, na mwenye nguvu katika marafiki wawili hawa, mzuri na mbaya, mwenye nguvu daiman anakuwa yule rafiki mbaya, kwa sababu katika mazuri yanayopendeza mbele ya Mwenyezi Mungu, shaitani lainin yeye ameyafanya yale kuwa ni mabaya.